Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, unene nami Bwana, unene nami, unene nami Bwana, unene nami. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi. Machozi mengi Bwana, machozi mengi, machozi mengi Bwana, machozi mengi. Unene nami Bwana, unene nami. Wewe ni Mungu. Unene nami Bwana, unene nami. Baba mbingu na nchi na kuinua kwa ajili ya mchana wa leo saa 6 na madakika mfalme wa falme. Maana imekupendeza ya kwamba neno lako likaweze kuhubiriwa. Imekupendeza ya kwamba mwana wa Mungu ukashuka katika anga hii. Imekupendeza mwana wa Mungu kuna mtu mahali anafunguliwa. Inakupendeza ya kwamba kuna mtu mahali kipawa kinachipuka. Inakupendeza ya kwamba mwana wa Mungu ya kwamba kuna mtu anaenda kuondolewa baba dhambi zake. Inakupendeza ya kwamba Jehova Adonai ya kwamba maisha ya mtu wa Mungu aliyekuwa amepitia katika shida ya kwamba akapokea haki yake Jehova. Ninasema ni asante maita glory. Pokea sifa pamoja na utukufu mwana wa Mungu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wapendwa watazamaji popote mlipo, leo hii ni siku special katika maisha yako. Maana wakati Mungu ameamua kubariki mtu, Mungu anabariki watu ambao katika nyumba yake. Huwezi niambia kwamba unabii kitolewa itatolewa kwa mtu wa nyumbani. Haitatolewa kwa mtu wa nyumbani, itatolewa kwa mtu ambaye yuko hapa. Neno la Mungu linavyoshuka katika anga litashukia mtu wa Mungu ambaye yuko katika ibada, ameparticipate katika ibada. Maana umepokea program ya kwanza, wakati umeingia asubuhi umekuwa na imani ya kwamba utaona Mungu katika maisha yako. Sasa wakati umeingia mahali hapa, tazamia kukombolewa, tazamia kwamba maisha yako ikaweza kufunguliwa. Wakati uko mahali hapa, kuwa na imani ya kwamba maisha yako itafunguliwa. Kuwa na imani ya kwamba wakati umeingia mahali hapa, magonjwa ambayo umepitia yataisha. Wakati umeingia mahali hapa, kubaliana na Mungu ya kwamba Mungu atakukemea na ukubali kurekebishwa na Mungu. Maana kuna watu hawakubali kurekebishwa na Mungu. Ni vyema ukubali Mungu akurekebishe. Maana mbingu leo hii imeshuka mahali hapa. Leo hii mbingu imesimama ni kwa ajili yako. Leo hii Mungu wa mbinguni anataka kufungulishe, akuondolee laana iliyokupata. Maana kuna laana ya magonjwa yasiyoeleweka. Ndiposa mnenaji amesema ya kwamba wakati ametoa ushuhuda ya kwamba saa hizi wanasukumia watu roho ya figo inasumbua watu. Ya kwamba watu waume figo, wakati wa figo wakufia hapo hospitali. Lakini leo hii Mungu wa mbinguni anaenda kuachilia haki yako. Kuna haki ya Mungu ambayo Mungu anaenda kuachilia kwa maisha ya watu wa Mungu. Maana mbingu imeamua leo hii ya kwamba ukaweza kufunguliwa. Ni kitabu cha kawaida ambacho tumejifunza kwa muda. Isaiah 49. Isaiah 49. Isaiah chapter number 49. Isaiah chapter number 49. Not 49, sorry. 50. Isaiah 50. Isaiah 50. Isaiah 50. Kuanzia 8. Isaiah 50 kuanzia 8. Isaiah chapter number 50 verse 8. Umepata? Nani amepata kifungu hicho?
Kuna maiki hapo utasoma. 1 2. Hebu soma hiyo kifungu. Twende kazi. Yeye anipatiaye haki yangu ya karibu. Yeye anipatiaye haki yangu. Ni nani atakaye? Hebu rudia, twende kazi. Yeye anipatiaye haki yangu yu karibu. Ni nani? Tosha kwanza. Maandiko yanazungumzia kwamba yeye anipatiaye haki yangu yu karibu. Inamaanisha kwamba Mungu yuko mahali hapa, ako karibu yako leo hii, ya kwamba akupe haki yako, ya kwamba akupe haki ya maisha yako. Maana kuna watu wamepitia katika hali ya magonjwa, kuna watu ambao maisha yao yamekamatwa, wanajaribu kusonga, imeshindikana. Lakini mbingu leo hii inaamrisha kwamba unaenda kupewa haki yako. Hiyo roho ambayo imekukamata miaka nyingi, Yesu mwana Mungu ataiondoa, basi utapewa haki yako. Inamaanisha kwamba wakati unavyokuwa na imani na Mungu wako aliye juu mbinguni na kuwa safi mbele za Mungu, basi mbingu itanena ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anipatiaye haki yangu yu karibu. Yesu yuko mahali hapa leo hii, ya kwamba akupe haki yako, ya kwamba akufungue, ya kwamba akuonekania leo hii, ya kwamba haki yako ambayo imenyakuliwa Yesu mwana Mungu akairegeshe. Inamaanisha kwamba kuna watu maisha yao imefungwa, lakini leo hii Bwana mabwana, leo hii wakati mtu anavyokuwa na imani, basi ya roho itakuondokea, na wakati ya roho inakuondokea, basi mbingu inafunguka, na wakati mbingu inafunguka, basi kuna mambo ambayo Mungu atayachilia katika maisha yako. Lakini watu wanakosa kupokea haki yao kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya ulimwengu. Watu wanakimbia kwa waganga, wanakosa haki yao. Watu wanakimbia huko na huko, wanakosa haki yao. Mungu anataka wabariki, lakini wanakosa kusubiri Mungu. Wakati wanakosa kusubiri Mungu, basi haki yao inanyakuliwa na roho za kuzimu. Unapata kwamba unaanza kuhangaika tu kwa sababu ya mahangaiko. Kuhangaika hiyo inafunga haki ya mtu. Lakini ashukuriwe Bwana mabwana, maana amenenea kwamba yuko mahali hapa akupe haki yako. Wakati unamwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, basi mbingu itanena kwa ajili yako. Maana mbingu inavyonena, basi haki